niamini maneno yangu, hutoshi wewe, hutoshi. Kwa sababu kama umeshindwa kutatua migogoro kwenye kata yako tu, utatusaidia nini wewe hapa kwenye halmashauri, kwenye wilaya hii utatusaidia nini? Kata yako tu ya watu 3,000 imekushinda. Huku unakuja kutuambia nini? Hapa madiwani waona hao. Kuna madiwani hapa tu umeshawashughulikia hapa kwa sababu ya kuingilia masuala ya migogoro ya ardhi sio wahusu. Mpaka uuzaji wa maeneo hapo nao waona hao. Tunakataa tu kunyoshana vidole hapa. Tutasimamishana hapa, mtu sukari ishuke, baadaye waseme oh jamani, sasa unaona hii karatasi ya tanzia isingekuja sama na mkuu wa mkoa staki. Lakini wapo hapa, uzuri mimi nawajua, na Kiteto ni sehemu ya migogoro ya ardhi. Sasa ukiona Kiteto sehemu ya migogoro ya ardhi na kata inayokuwa na changamoto ya migogoro ina diwani na ina viongozi, dhahiri diwani huyo pale hatoshi. Hilo tusibichane hapa, tusipepese macho. Kama haupo ulipo sasa, umekaa hapo na unajua sasa kwenye kata yako wewe unayoiongoza ina changamoto ya migogoro ya ardhi, niamini maneno yangu, hutoshi wewe, hutoshi. Kwa sababu kama umeshindwa kutatua migogoro kwenye kata yako tu, utatusaidia nini wewe hapa kwenye halmashauri, kwenye wilaya hii utatusaidia nini? Na unapata wapi nguvu ya kusimama kwenye baraza na kutoa sauti yako na kuelekeza jambo ama kwa biashara? Unatoa wapi nguvu hiyo mwanawane? Unatoa wapi wewe? Kata yako tu ya watu 3,000 imekushinda. Huku unakuja kutuambia nini? Kwa sababu diwani wewe ndio mwenyekiti wa shughuli za maendeleo kwenye kata yako. Ili kata yako ipate maendeleo inahitaji utulivu. Kama unajua kuna changamoto kwenye kata yako, manake ni kwamba ni dhahiri kabisa kwamba kata yako hiyo kusonga itakuwa ngumu. Wananchi kutwa nzima wako barabarani na makaratasi, na wewe diwani upo unaongoza shughuli hiyo ya makaratasi. Lakini kwa kutojua mipaka yetu, pia waheshimiwa madiwani, tumekuwa tukiongoza hapa misafara ya wananchi kuwapeleka Dodoma. Hivi mnatakia Dodoma kwenda kufanya nini? Yaani huwa ni nini hasa? Mnahangaishwa na nini? Kwa sababu anafika kuna maeneo kwa kweli katika hali ya kawaida ya kibinadamu, yaani mtu unakuazika mpaka unafika mwisho. Unashindwa kuelewa. Unaweza kumwita muulize, wewe bosi, vipi wewe? Yaani nini shida? Nini shida mheshimiwa? Una shida gani? Kwa kuongoza kutafuta simu za viongozi na kupeleka maneno ambayo saa nyingine sio ya ukweli, baada ya waheshimiwa madiwani ndio eneo lao la shughuli. Anakaa miaka 5 kwenye kata yake, hajui kuna shughuli gani. Hakai barazani kupambania fedha ziende kwenye kata yake, shughuli hiyo hafanyi. Anasubiri bwana ikifika mwaka wa mwisho wa uchaguzi sasa